Maji wa Global TV, kama unavyoona hapa, tupo kwenye makaburi ya Kisutu ambapo ndipo atapumzishwa mpenzi wetu, kwa maana ya mama kipenzi cha wengi, mama yake na marehemu Hawa, anaitwa Fatma Maruzuku. Muda huu wa jioni ndipo ambapo mwili wake utaletwa hapa kwa ajili ya kupumzishwa, lakini nimekutana na Sheikh Sharif Dos ambaye ni mmoja kati ya watu wa karibu na familia ya marehemu. Sheikh, habari yako? Salama. Naam. Kwanza pole kwa msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tushapo. Jinsi ambavyo ulipata taarifa yenyewe na jinsi ambavyo ulikuwa ukifahamiana na marehemu Bi Fatma Maruzuku, mama yake na Karina. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza niipe pole family. Mimi wakati napata habari za msiba nilikuwa nje ya Dar es Salaam, nilikuwa katika masuala mazima haya ya dua. Kwa hiyo nilipopata msiba niliumia sana sana sana. Na leo tarehe 7 ya mwezi wa 6 2025, baada ya kuswaliwa swala ya Eid na sherehe zaidi, nikasema vyovyote itakavyokuwa lazima nije kuweza kumzika. Nilikuwepo siku ya msiba wa dada yetu Hawa. Baada ya mazishi nikaenda nyumbani kwao kuweza kumfanyia dua mama yake. Wakati namfanyia dua, wallahi aliniambia maneno ambayo nimeyakumbuka leo wakati nipo katika gari. Ni maneno gani ambayo alikwambia? Hayo maneno aliniambia, Sharifu, hii dua uliokuja kufanya siku nyingine uje kuifanya. Akiwa na maana gani? Wallahi wabillahi, huu ni muujiza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na video mpaka ni bado niko nayo katika simu. Sababu kuna kijana wangu mmoja alikuwa na rekodi na mimi sikujua kwamba na rekodi. Ila tulipofika nyumbani anambia, Sharifu, nimerekodi pale ulipokuwa ndani mle chumbani unafanya dua. Sababu niko karibu na family hii, kwa sababu moja ya shekhe wa katibu wa Bakwata pale Manyala ana ukaribu na familia. Mimi niko na ukaribu naye. Kwa hiyo ni rafiki yangu na ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa hiyo alinipa fursa na nafasi ya kuweza kuingia ndani ya kufanya dua. Tulifanya dua sana. Ile dua kwanza ilikuwa ni kumpa subira. Ujue mzazi unapofiwa na mtoto wako kipenzi chako ambaye alikuwa ni mtu wa karibu wako, anapokufa, unaposikia mtu amekufa na mawazo, hilo shekhe lipo. Mtu kufa na mawazo lipo. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapokwenda kuwatembelea wale wafiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwape maneno ya kuwaliwaza kwamba Mwenyezi Mungu amechukua, wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati wake sahihi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo tukafanya dua nzito sana mpaka akawanalia sana, ambia leteni maji, Sharifu afanyie dua. Kweli kaletwa katoni ya maji, tukaifanyia dua, tukanywa. Mwisho tunaaga, tunaomba ruhusa, tunaondoka mama, tunawahi majukumu mengine. Inshallah Taala nitakuja. Naambia Sharifu, dua hii uje urudi tena uifanye. Kweli ndio hivi tumerudi tena kuja kuifanya dua. Kwa hiyo na huu ni msiba mkubwa sana, na huu ndio uwezo wake Mwenyezi Mungu. Huu ndio uwezo wake Mwenyezi Mungu, anafanya lolote lile analolitaka kwa muda wowote. Pole sana. Ndiyo. Na una neno gani kwa familia kwa msiba huu mzito? Maana yake siku ya hitma, siku 7 ndio mama anaondoka naye. Huu ndio wakati wake Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa bishara iliyokuwa njema wale ambao wanapopatwa na msiba. Ndiyo kauli yake, anasema kila chenye roho kitakufa, na madam sisi tumeumbwa tutarejea kwake Allah. Family, huu ni muda sasa wa kuwa na subira. Muwe sana na subira, muwe sana na subira, muwe wavumilivu. Mwenyezi Mungu anaweza sana. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza sana. Hivi karibuni mmeondokewa na mwanenu kipenzi, tena kwa msiba ambao umewaliza watu wengi. Hamjamaliza hata mwaka hata miezi, Mwenyezi Mungu amemchukua mama mzazi wa huyo binti. Sasa hiki ni kipindi ambacho msije mkafarakhiana, na hizi ndo dua za kuwaombea, sababu msiba inaweza ikawa ni sababu ya kuweza kufarakhiana. Bwana, kwa nini mtu fulani kafa bwana akarogwa? Japo uchawi upo, na leo nakwambia makaburi ni mengi, ila waliokuwemo ndani ya makaburi ni wachache. Ukiwa na maana gani ukisema hivi? Nina maana ya kusema kwamba kuna wanga wanaitwa vigagula. Unaposikia mtu ameitwa kigagula, huyu ni mchawi sugu. Yeye kila baada ya siku 6 lazima ale maiti 12. Yaani makaburi ni mengi, ila waliokuwemo ndani ya makaburi ni watu wachache sana. Hawa wanga washirikina hapo. Na ukimsikia mchawi anakula nyama ya wanadamu, hizi ni habari za ukweli, si habari za uongo kama Dula Makabila ile pepo yake anayogawa mwanangu pita huku. Hapana. Mwanga anakula kweli nyama ya mwanadamu. Sababu hawi mchawi ila awe na roho mbaya.
na ukiwa na roho mbaya ikakuzidi unakuwa mchawi. Sheikh Sharifu, mimi nitakutafuta tuweze. Asante sana. Tukampumzishe mama yetu kwa maana tushiriki na sisi katika kufariji. Inshallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu aipe subra family hii, na sisi Mwenyezi Mungu ajalie mwisho uliokuwa ni mwema, na Mwenyezi Mungu aendelee kutubarikia amani katika nchi yetu ya Tanzania. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.